Wasifiwe sana mtazamaji wetu na msikilizaji wetu. Nitumie fursa hii kukukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu jioni hii ya leo tunayokuletea kutoka Porters Church of Tanzania hapa Mbezi ya Magufuli, Dar es Salaam. Na jioni ya leo tunapata tafakari ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu kile cha Waamuzi, sura ile ya 2 mstari wa 7 mpaka ule wa 15. Waamuzi sura ile ya 2 mstari wa 7 mpaka ule wa 15, na kichwa cha somo ambacho Mungu ametupatia kinasema mambo ya kufanya kinapoinuka kizazi kisichomjua Mungu. Tunatakiwa tufanye nini pale ambapo tunagundua kwamba tuna kizazi kisichomjua Mungu? Na Biblia inasema katika kitabu hiki cha Waamuzi sura ya 2 kuanzia mstari wa 7, anasema namna hii: watu hao wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioendelea siku zao baada ya Yoshua, hao waliokuwa wameiona hiyo kazi kubwa ya Bwana yote aliyokuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Kisha Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Bwana akafa, naye alipata umri wa miaka 110. Nao wakamzika katika mpaka wa urithi wake katika Timnath Heres katika nchi ya vilima vya Efraim upande wa kaskazini wa mlima wa Gaashi. Tena watu wote wa kizazi hicho nao walikusanywa waende kwa baba zao. Kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana, wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Wana wa Israeli walifanya yaliyokuwa ni maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakatumikia Mabaali, wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyewaleta kutoka katika nchi ya Misri, wakafuata miungu mingine, baadhi ya miungu ya watu wale waliokaa karibu nao pande zote, wakajiinamisha mbele yao, wakamkasirisha Bwana akaghadhibika. Wakamwacha Bwana wakamtumikia Baali na Maashtoreth. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, naye akawatia katika mikono ya watu waliowateka nyara, akawauza na kuwatia katika mikono ya adui zao pande zote, hata wasiweze tena kusimama mbele ya adui zao. Mstari wa 15, kila walikokwenda mkono wa Bwana ulikuwa juu yao kuwatenda mabaya, kama Bwana alivyosema na kama Bwana alivyowaapia, nao wakafadhaika sana. Baba, katika jina la Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo, asante kwa ajili ya jioni njema hii ya leo. Tunakushukuru kwa sababu neno lako ni uzima, neno lako ni afya, na tunakusihi Bwana, neno hili likaponye kizazi chetu cha wakati huu. Neno hili likaponye taifa letu Bwana. Neno hili likaponye kanisa lako, kwa kila anayesikia akapate matumaini mapya katika Yesu Kristo. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kukushukuru. Kama ambavyo tumesema kwamba kichwa cha somo kinasema mambo ya kufanya
kinapoinuka kizazi kisichomjua Mungu. Ndugu zangu, ni muhimu sana kwa kila mtu kujua kwamba Mungu tunayemwabudu ni Mungu mwenye mamlaka, na mamlaka yake huyu Mungu inadumu, sio kizazi kimoja tu, inadumu kizazi hata kizazi. Ni mamlaka ya milele. Kizazi kinakuja, kinapita, mamlaka za Mungu zipo kwenye kila kizazi, kwenye kila kizazi. Sasa tunaona Biblia inasema kiliinuka kizazi kisichomjua Mungu, kisichomjua Bwana. Manake kizazi kisichomcha Mungu, kizazi kisichotambua mamlaka ya Mungu aliye hai. Kama kimeinuka kizazi kisichomjua Bwana, maana yake kilikuwepo kizazi kinachomjua Bwana, kilikuwepo kizazi kinachomcha Mungu aliye hai, kilikuwepo kizazi chenye hofu ya Mungu, kilikuwepo kizazi kinachojua sheria za Bwana. Lakini iko kizazi kimepita, kikainuka kizazi kingine ambacho hakikumjua Bwana, hakimjui Bwana, kizazi ambacho hakina hofu ya Mungu, kizazi ambacho hakijui sheria za Mungu. Na hii unaona, kuibuka kwa kizazi kisichomjua Bwana ilikuwa ni matokeo ya uongozi ukosefu wa uongozi thabiti kwenye taifa la Israeli. Ukosefu wa uongozi thabiti ulipelekea au uliharakisha machafuko katika taifa la Israeli, ukapelekea kufanya watu wakose mwelekeo wa pamoja. Kwa hiyo watu walipoteza sheria ya Bwana, kizazi kile kilipoteza hofu ya Mungu, kukawa na kile wenzetu wanasema syncretism. Manake walikuwa na imani iliyochanganyika na miungu, imani iliyochanganyika na mambo ya kipagani, wakaanza kuabudu miungu mingine. Kwa hiyo kizazi kilikuwa hakimjui Mungu, na huko mbele tutaona mambo yanayotujulisha kwamba kizazi hiki kimemjua Mungu au kizazi hiki hakimjui Mungu. Kuna vitu tutakavyoviangalia, lakini ukilitazama taifa letu hivi sasa ni kama vile unaona kizazi kilichopo au kinachoinuka ni kizazi ambacho hakimjui Mungu. Ni kizazi, kuna kila dalili ya kuonyesha kwamba kizazi tulicho nacho au kinachoinuka hakimchi Mungu au hakimjui Mungu, kwa sababu unaangalia, unaona hofu ya Mungu ni kama imepotea. Hofu ya Mungu ni kama imepotea. Sheria za Mungu ni kama haziheshimiwi. Utu wa mwanadamu hauthaminiwi tena. Hali ya kukithiri kwa mauaji, kukithiri kwa mmomonyoko wa maadili, kukithiri kwa uovu na matukio mbalimbali ni ishara inaonyesha kwamba tuna kizazi ambacho hakimjui Bwana, tuna kizazi ambacho hakimhofu Bwana, tuna kizazi ambacho hakijui sheria ya Mungu aliye hai. Ukitazama kwenye kitabu kile cha Daniel, kwenye kitabu kile cha Daniel sura ile ya 4 na mstari wa kwanza mpaka ule wa 3, alafu mstari wa 34, utaona Biblia inasema namna hii. Anasema, Mfalme Nebukadreza kwa watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wanaokaa katika dunia yote, amani iongezwe kwenu. Mimi nimeona vema kutangaza habari za ishara na maajabu aliyonitendea Mungu aliye juu. Ishara zake ni kubwa kama nini, na maajabu yake yanauweza kama nini. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na mamlaka yake
ni ya kizazi hata kizazi, na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Mstari ule wa 34 anasema, mstari wa 34 anasema hata mwisho wa siku hizo, mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbingu, fahamu zangu zikanirudia, nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi. Glory be to God. Mfalme Nebukadreza, baada ya jaribio lake la kuwaangamiza watumishi wa Mungu kushindikana au kushindwa, akajua kuwa katika kizazi chake iko mamlaka ya Mungu aliye hai ambayo inafanya kazi. Alikuwa hajui kwamba kuna mamlaka ya Mungu kwenye kizazi chake. Kwa hiyo akataka kufanya mambo bila kuiheshimu hiyo mamlaka ya Mungu. Akataka kukamata tu watumishi wa Mungu, kuwaua tu watumishi wa Mungu, kuwabagaza tu namna hiyo, akijua kwamba mamlaka yake yeye ndio mamlaka ya mwisho. Lakini jaribio lake liliposhindikana, na mambo mengine kutokea, anasema ndipo fahamu zake zikamjilia, akatambua kwamba kuna mamlaka ya Mungu aliye juu, na mamlaka yake huyo Mungu aliye juu ni mamlaka ya milele ambayo inadumu kizazi hata kizazi, kizazi hata kizazi. Sasa kama mamlaka ya Mungu ni ya milele na ufalme wake Mungu unadumu kutoka kizazi hata kizazi, basi kila kizazi katika nyakati zote lazima kimjue Mungu, lazima kitambue mamlaka ya Mungu, na lazima kimhofu na kumwamini Mungu aliye hai. Manake hakutakuwa na kizazi chochote ambacho mamlaka ya Mungu haitakuwepo. Hakuna kizazi ambacho kitapita bila mamlaka ya Mungu aliye hai au ufalme au utawala wa Mungu aliye hai. Kila kizazi lazima kitakuwa chini ya ufalme wa Mungu aliye hai. Kila kizazi lazima kitakuwa chini ya mamlaka ya Mungu aliye hai. Hakuna kizazi ambacho kitakuwa chenyewe tu bila utawala au ufalme wa Mungu aliye hai, bila mamlaka ya Mungu aliye hai. Iko kizazi hakipo, kwa sababu Nebukadreza anasema ufalme wa huyu Mungu aliye juu ni ufalme unaodumu kizazi hata kizazi, na mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ni mamlaka ambayo haikomi, ni mamlaka ya vizazi vyote, mamlaka ya vizazi vyote. Sasa katika kila kizazi liko kusudi la Mungu, na ndio maana mamlaka ya Mungu ipo. Lipo kusudi la Mungu ambalo watu wa kizazi hicho wanapaswa kulijua na wanapaswa kulitumikia kabla ya kizazi chao hakijapita. Kabla ya kizazi chao hakijapita. Ndio maana kulikuwa na kizazi cha wakina Nyerere. Walilijua kusudi la Mungu, waliliishi kusudi la Mungu, wakalitumikia. Wakina Nyerere wamelala pamoja na baba zao. Kikaja kizazi kingine na kingine, na mpaka leo hii kipo kizazi chetu ambacho lipo kusudi la Mungu tunalopaswa kulijua, kuliishi, kulitumikia, na sisi tutalala pamoja na baba zetu. Kitakuja kizazi kingine na chenyewe kitalijua kusudi la Mungu, kitapaswa kilitumikie kusudi la Mungu. Na ndio maana Biblia inasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 36 anasema Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake,
katika kizazi chake kwenye alilala pamoja na baba zake, alilala pamoja na baba zake. Maana yake kwenye kila kizazi lipo kusudi la Mungu, na Mungu lazima apate watu waaminifu watakaoweza kulitumikia hilo kusudi la Mungu. Sasa kumbuka, kama kwenye kila kizazi kuna kusudi la Mungu na Mungu anataka watu waaminifu wa kulitumikia kusudi la Mungu kwenye mambo ya dini, kwenye mambo ya kiuchumi, kwenye mambo ya kisiasa, Mungu anataka watu watakaolitumikia kusudi lake kwa uaminifu kwenye kizazi chao, kama jinsi ambavyo kina Nyerere walilitumikia kusudi la Mungu kwenye siasa kwenye kizazi chao, walilitumikia kusudi la Mungu la kiuchumi kwenye kizazi chao. Walipokamilisha kazi walilala pamoja na baba zao. Sasa kama Mungu anatafuta watu kwenye kila kizazi, na shetani naye anatafuta watu kwenye kila kizazi kwa ajili ya kutimiza mpango au kusudi la kishetani. Sasa swala ni kujiuliza, mimi na wewe tunaangukia kwenye mpango wa nani? Tunaangukia kwenye kusudi la nani kwenye kizazi chetu? Je, unaangukia kwenye kusudi la Mungu na mpango wa Mungu kwenye kizazi chako, kutimiza kusudi la Mungu kwenye kizazi chako kwa habari ya mambo ya siasa, kusudi la Mungu kwenye kizazi chako kwa habari ya mambo ya uchumi kwenye taifa letu, kusudi la Mungu kwenye kizazi chako kwa habari ya mambo ya afya au kutetea uhai wa Watanzania, kusudi la Mungu kwenye kizazi chako kusimamia mambo ya kiroho katika jamii ya Watanzania, wewe unaangukia wapi? Au la, umeangukia kwenye kusudi la kishetani kwenye mambo ya kisiasa kwenye nchi yetu? Au kwenye kizazi hiki umeangukia kwenye kusudi la kishetani kwenye mambo ya kiroho kwenye kizazi hiki? Inawezekana kabisa kwamba umekubali shetani akutumie kwenye kizazi hiki kusimamia mpango wake kwenye mambo ya kiroho. Unafundisha mambo ya uongo, unafundisha injili za uongo, unafundisha injili zisizo za kweli, kwa sababu umeamua kusimama upande wa giza, umeamua kusimama upande wa shetani, kulitumikia kusudi la giza kwenye kizazi chetu. Inawezekana umeamua hivi, au inawezekana umeamua kusimamia makusudi ya kishetani kwenye kizazi chetu kwa habari ya mambo ya kisiasa. Umeamua kutumikia kusudi la kipepo la kuzimu kwenye mambo ya kisiasa kwenye taifa letu katika kizazi hiki tulicho nacho. Wewe umechagua nini? Umechagua kusimama upande wa Mungu au umechagua kusimama upande wa kishetani? Kama upande wa kishetani, tutaona badala ya kujali maisha ya watu, utadharau utu wa watu, hutajali uhai wa watu, hutajali hali ya kiroho ya watu, utafundisha mafundisho ya uongo na utaona sawa, wakati unaharibu roho za watu, unawatoa watu kwa Mungu na kuwapeleka kwenye mambo ya giza. Kumbuka, kwenye kila kizazi lipo kusudi la Mungu na lipo kusudi la kishetani. Kwenye kila kizazi wako watu watakaosimamia kusudi la Mungu na wako watu watakaosimamia kusudi la kishetani, iwe ni kwenye siasa, iwe ni kwenye mambo ya kiroho, iwe ni kwenye mambo ya kiuchumi, iwe ni kwenye mambo ya kiafya. Wapo mawakala wa giza na wapo mawakala wa Mungu aliye hai. Wewe umechagua kuwa wakala wa nani? Umechagua kusimamia kusudi la nani kwenye kizazi chetu? Umechagua kusudi la nani? Biblia inasema Daudi alichagua kulisimamia kusudi la Mungu kwenye kizazi chake na akalitumikia kwa uaminifu. Alipomaliza kulitumikia kwa uaminifu, alilala pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Kabla hujalala pamoja na baba zako, unapaswa kuchagua ni kusudi la nani utakaolisimamia kwenye kizazi hiki, kusudi la Mungu au kusudi la shetani, iwe kwenye mambo ya kiroho,
iwe kwenye mambo ya kisiasa au mambo mengine yoyote, ni kusudi la nani utakaolisimamia? Kusudi la nani? Sasa katika maandiko tuliyoyasoma tunaona watu walimtumikia Mungu, walitumikia shauri au kusudi la Mungu katika kizazi chao wakati wa Joshua. Na hata baada ya Joshua mtumishi wa Mungu kufa, wazee waliopokea kusudi la Mungu walimcha Bwana, walimtumikia Mungu. Lakini baada ya kizazi hiko, baada ya hapo, Biblia ina rekodi, inasema kikainuka kizazi kisichomjua Bwana wala kazi ambayo Mungu alifanya katika Israeli. Hii inathibitisha kuwa imani huwa hairithishwi. Huwezi kurithi imani. Unaweza kurithi nyumba, magari na vitu vya namna, lakini huwezi kurithi imani. Faith is not inherited automatically. It's not. Every person in every generation has to believe and trust God. Everybody has to repent. Everybody has to stand on his feet. Everybody has to know God personally and practically. Hakuna namna mtu atamfahamu Mungu kwa niaba yako. Huwezi ukarithi imani. Kila mtu anapaswa, kwenye kizazi chetu, anapaswa kumwamini Mungu kibinafsi. Anapaswa kumtumaini Mungu kibinafsi. Anapaswa kutubu kibinafsi. Anapaswa kusimama kwa miguu yake. Anapaswa kumjua Mungu na kumuishi Mungu kibinafsi. Hakuna namna unavyoweza kurithi imani. Ndio maana anaposema hapa kikainuka kizazi kisichomjua Mungu, kisichomjua Bwana. Kwa hiyo kulikuwa na faith gap. Kulikuwa na faith gap. Kizazi kilichomjua Mungu kilipita, kikainuka kizazi kisichomjua Mungu. This generation that knew not God. Kizazi kilichoinuka kilikuwa ni kizazi kisichomjua Mungu. Maana yake ni kwamba hawakuwa wanajua utakatifu wa Mungu, kwa hiyo na wao walikuwa wachafu kama kizazi hiki tulicho nacho. Hakiamini kwamba inawezekana kuishi maisha matakatifu. Kizazi hiki hakiamini. Na Biblia inasemaje? Kama Baba yenu alivyo mtakatifu, na ninyi mtakuwa watakatifu. Lakini kuna faith gap generation. Kizazi tulicho nacho hakiamini kwamba kunawezekana tukaishi maisha matakatifu. Kwa sababu hiyo, uchafu umetawala kwenye maisha ya vijana, uchafu umetawala kanisani, uchafu umetawala kwenye ndoa, uchafu umetawala kwenye siasa, uchafu umetawala kila mahali, kwa sababu generation au kizazi tulicho nacho ni kizazi ambacho hakimjui Mungu, ni kizazi ambacho kinamtilia Mungu mashaka, ni kizazi ambacho kisichomtumaini Bwana, ni kizazi ambacho hakiamini kwamba kuishi maisha matakatifu inawezekana. Hiko kizazi kilichoinuka baada ya kizazi cha kina Joshua, hawakuwa wanajua ukuu na uweza wa Mungu aliye hai. Ndio maana waliabudu miungu mingine. Na hata kizazi tulicho nacho ni kizazi ambacho hakiamini katika nguvu na uweza wa Mungu aliye hai. Ndio maana watu wanajitafutia nguvu zao za bandia. Watakwenda kwa waganga wa kienyeji, watatafuta vifaa vyao vya kiroho vya kuwasaidia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna faith gap. Wakina mzee Kulora marehemu walioipigania imani wamelala sasa. Lakini kama wangefufuka leo hii, wakaona watu jinsi ambavyo wanatumia chumvi, wanatumia sijui keki, wanatumia sijui mafuta kudhihirisha ukuu na uweza wa Mungu aliye hai, wangesikitika sana, kwa sababu wao waliudhihirisha ukuu
na uwezo wa Mungu aliye hai bila kutumia vifaa vya kiroho. Walimuita Mungu na Mungu alionekana kwenye kizazi chao. Waliliitia jina la Bwana na jina la Bwana lilidhihirisha ukuu na mamlaka ya Mungu aliye hai. Yuko wapi Mungu aliyetumikiwa na wakina mzee Kolola? Yuko wapi Mungu waliomtumikia wakina mzee Lazaro? Yuko wapi huyo Mungu? Yuko wapi huyo Mungu? Yuko wapi huyo Mungu? Kizazi kilichoinuka hivi sasa ni kizazi ambacho hakimfahamu Bwana, na ndio maana tunakwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini bado tunakuja kuabudu kanisani. Huko kanisani tumetengeneza vitu vya ajabu ajabu vya kuwasaidia watu badala ya kuwapeleka watu kwa Mungu aliye hai kupitia jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo. Kizazi kile kilichoinuka baada ya Joshua na wale wazee kilikuwa ni kizazi kisichomjua Mungu, kwa sababu hawakuwa wanaujua uaminifu wa Mungu. Kwa hiyo hali ya maombi kwao ilitoweka, maisha yao yalipoteza hofu ya Mungu. Na ndiyo kizazi tulicho nacho. Ni kizazi kisichotaka kujituma kwenye maombi. Ni kizazi kinachotaka mambo ya shortcut. Anakwenda kulala, badala ya kuomba anataka kumwagia maji namna hii ndio yawe ulinzi wake. Ni kizazi kilichopoteza focus. Ni kizazi kilichopoteza mahusiano na Mungu aliye hai. Ni kizazi kilichojenga mahusiano na vitu badala ya mahusiano na Mungu aliye hai. Tumepoteza hali ya maombi. Tumepoteza hali ya kumcha Mungu aliye hai. Maisha ya maombi yamepotea. Tunahitaji Mungu revive tena kizazi chetu na kuinua watu waombaji, watakaoomba kwa ajili ya ndoa zao, watakaoomba kwa ajili ya watoto wao, watakaoomba kwa ajili ya taifa lao, watakaoomba kwa ajili ya biashara zao. Sio kuchukua tu vitu na kunyunyiza namna hii. Hakuna mbadala wa maombi. Mbadala wa maombi ni maombi. Mbadala wa maombi ni maombi. Lazima tuombe. Lakini hatuwezi kuwalaumu sana hawa watoto wa kizazi hiki. Mtu mmoja aliandika akasema, before you go and criticize the younger generation, just remember who raised them. Kabla hatujalaumu kizazi hiki, lazima tujue ni nani aliyewalea, nani aliyelea kizazi hiki. Kama watoto wa siku hizi hawana adabu, maana yake makosa ni ya wazazi ambao ndio kizazi kinachopita. Makosa ni ya kwao. Kama kizazi hiki hakina nidhamu, kama hakimjui Mungu, tatizo sio la kwao. Tatizo ni malezi walioyapata, kutoka kwenye kizazi kilichopita. Ukiwaangalia baba zao, Joshua alipata nao shida sana baba zao. Mpaka anafika mahali Joshua anawaambia, kama mkiona vibaya kumtumikia Bwana, semeni, chagueni hivi leo, chagueni kama mtamtumikia Bwana au kama mtatumikia miungu ya baba zenu walioitumikia ng'ambo ya mto. Chagueni. Manake mnaona kwamba kumtumikia Mungu ni vibaya, kumtumikia Mungu si sawa. Anaambia basi chagueni. Ni kwa nini kimeinuka kizazi kwenye taifa letu ambacho kinaona kwamba kumtumikia Mungu ni vibaya? Kwa nini kinaona kumtumikia Mungu ni vibaya? Kimeinuka kizazi ambacho hakitaki kumtumikia Mungu kwa miili yao, hawataki kumtumikia Mungu kwa muda wao, hawataki kumtumikia Mungu kwa fedha zao, hawataki kumtumikia Mungu kwa vipawa vyao, hawataki kumtumikia Mungu kwa hali zao. Ndicho kizazi ambacho kimeinuka. Wako tayari kutumia muda wao, kutumia fedha zao na maisha yao kwenye mambo ya giza, kwenye mambo ya kidunia, lakini sio kumtumikia Mungu aliye hai. Ni kwa sababu hawajui mamlaka ya Mungu aliye hai kwenye maisha yao.
Kila mtu anafanya kama anavyoona vema machoni pake. Kila mtu amekuwa mfalme wa maisha yake mwenyewe bila kujua. Nebukadneza alijua, Mungu alimshikisha Adamu akajua kwamba kwenye kila kizazi iko mamlaka ya Mungu aliye hai. Na mimi ninatoa mwito kwenye kizazi hiki tutambue mamlaka ya ufalme wa Mungu ni ufalme uliopo na unadumu kwenye vizazi vyote, na mamlaka ya Mungu aliye hai ni mamlaka ya vizazi vyote, mamlaka ya vizazi vyote. Kwa hiyo kama hatuliishi kusudi la Mungu katika kizazi chetu, tusitegemee kizazi kinachofuata kwamba kitamjua Mungu aliye hai. Haiwezekani. Kama hatumjui, hatuliishi kusudi la Mungu kwenye kizazi chetu, kwenye mambo ya kisiasa, tusitegemee kizazi kinachokuja na kilichopo kama kinaweza kumcha Mungu na kufanya siasa katika hali ambayo inaweza kumpendeza Mungu. Kama hatuliishi kusudi la Mungu kwenye mambo ya kiroho kwenye kizazi chetu hiki, tujue kizazi kinachokuja basi kitakuwa kimepotoka kabisa. Kizazi tulicho nacho ni matokeo ya kizazi kilichopita. Hali yetu tulionayo sasa ni matokeo ya laxity ya kizazi kilichopita, na ndio maana ukiangalia kwenye Zaburi ya 71, Zaburi ya 71 na mstari ule wa 18, anasema hivi, mtumishi wa Mungu anasema, na hata nikiwa ni mzee mwenye mvi, Mungu usiniache, hata niwaeleze watu wa kizazi hiki nguvu zako, na kila atakayekuja uweza wako. Daudi anaomba nguvu za Mungu katika uzee wake, Mungu asimuache, ili awaeleze watu wa kizazi hiko, nguvu za Mungu, na uweza wake, ili kizazi kijue nguvu za Mungu, uweza wa Mungu na utawala wake. Ni jukumu letu kueleza kizazi. Wewe kama mama, wewe kama baba, unaeleza nini watoto wako kwa habari ya Mungu aliye hai? Unawaeleza ukuu wa Mungu aliye hai, au unawaeleza mambo ya mila, uganga, mizimu na matambiko ya nyumbani kwenu? Kama unafanya hivyo, manake umechagua kuwa upande wa giza kwenye kizazi chenu. Lakini kama unawaeleza watoto wako habari za ukuu wa Mungu aliye hai, basi umechagua fungu jema, kwamba utakapolala pamoja na baba zako, una hakika kizazi chako kinachoinuka kitajua Mungu wa baba yao, kitamjua Mungu wa mama yao. Na kwa sababu hiyo ni afadhali ukose kuwaachia watoto elimu au kitu kingine kuliko kushindwa kuwaachia urithi wa kumjua Mungu aliye hai, kwa sababu ndani ya Mungu aliye hai kuna elimu, kuna maarifa, kuna kila kitu. Watoto wako wakose chochote, lakini wasikose kumjua Mungu aliye hai, kwa sababu tunaona wenye elimu wasiomjua Mungu wanaharibika, wenye fedha wasiomjua Mungu wanaharibika, wenye vyeo wasiomjua Mungu wanaharibika, lakini wale wasio na elimu lakini wanamjua Mungu wana survive. Wale wasio na vyeo lakini wakamjua Mungu aliye hai wana survive. Wale wasio na mali lakini wakamjua Mungu aliye hai wana survive. Mungu ndio urithi wa maana kwa mwanadamu au kwa kizazi kinachokuja. Tuwarithishe kizazi kilichopo na kinachokuja habari za Mungu wetu na si vinginevyo. Lakini ukiangalia kwenye Zaburi ya 78, Zaburi ya 78 mstari ule wa 3 mpaka ule wa 8, anasema namna hii. Zaburi ya 78 mstari wa 3 mpaka ule wa 8, anasema hivi: mambo tuliyoyasikia na kuyafahamu, ambayo baba zetu walituambia, hayo hatutawaficha wana wao. Kizazi hatutawaficha, huku tukiwaambia kizazi kingine sifa za Bwana na nguvu zake. Tutawaambia kizazi kingine sio sifa zetu, sifa za Bwana na nguvu zake.
na mambo yake ya ajabu aliyoyafanya. Maana alikaza ushuhuda katika Yakobo, na sheria aliiweka katika Israeli, aliyoamuru baba zetu tuwajulishe wana wao, ili kizazi kingine wawe na habari. Ndio hao wana watakaozaliwa wasimame na kuwaambia wana wao, wamwekee Mungu tumaini lao. Yesu Kristo nakupenda. Wamwekee Mungu tumaini lao, wala wasiyasahau matendo ya Mungu, bali wazishike amri zake. Wala wasiyasahau matendo ya Mungu, bali wazishike amri zake. Naam, wasiwe kama baba zao, kizazi cha ukaidi na uasi, kizazi kisichotengeneza moyo, wala roho yake haikuwa amini kwa Mungu aliye hai. Ndugu zangu, hatutaki kuacha kizazi kisichomjua Mungu, kisichojua matendo ya Mungu aliye hai. Tunataka kwenye taifa hili kuacha kizazi kinachomjua Mungu, kizazi kinachomheshimu Mungu, kizazi kinachomhofu Mungu. Watakuwaje katika hali hiyo? Lazima tutangaze sifa na matendo makuu ya Mungu aliye hai. Tutayatangaza mchana, tutayatangaza asubuhi, tutatangaza usiku kama huu. Tutawaambia watoto wetu habari za Mungu aliye hai, ili na wao wawaeleze watoto wao, waeleze kizazi kitakachoinuka badala yao, kwamba Mungu wetu ni Mungu aliye hai, ni Mungu adumuye milele. Waliweke tumaini lao sio kwenye fedha, waweke tumaini lao sio kwa binadamu, waweke tumaini lao sio kwa wanasiasa, waweke tumaini lao kwa Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Sasa ukiangalia Waamuzi 21 mstari wa 25, kitabu kile cha Waamuzi sura ya 21 mstari wa 25, kitabu kinafungwa kwa maneno ya namna hii. Anasema, siku hizo katika Israeli kila mtu alifanya yaliyokuwa ni mema machoni pake mwenyewe. Kila mtu alifanya yaliyokuwa mema machoni pake mwenyewe. Kwa sababu gani? Hakukuwa na uongozi, kulikuwa na kulegalega tu. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anajichukulia sheria mikononi mwake. Kila mtu alikuwa ni mfalme juu ya maisha yake mwenyewe. Ukitaka kuua mtu sawa, ua. Ukitaka kupora, pora. Ukitaka kudhulumu, dhulumu. Ukitaka sijui kuchinja, chinja. Yaani kila mtu alikuwa anafanya anavyoona vema machoni pake mwenyewe. Kutokuwa na mfalme kuliwaondolea nidhamu, kuliwapa uhuru usio na mipaka. Uhuru usio na mipaka. Hawakuwa moja na mfalme, wala hawakuwa na neno la mfalme. Unaweza ukawa na mfalme, lakini kukakosekana neno la mfalme, kukakosekana ile komandi ya mfalme, watu watafanya hovyo tu, watu watafanya hovyo. Lakini tunahitaji kuwa na mfalme, lakini kuwa na neno la mfalme, Hawa watu walikuwa hawana mfalme, wala walikuwa hawana neno la mfalme. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anajiongoza mwenyewe. Matokeo yake taifa likavurugika. Aliyetaka kuiba aliiba, aliyetaka kutukana alitukana, aliyetaka kuua mwenzie aliua, aliyetaka kudhulumu. Kwa hiyo kukawa hovyo. Hali hii ndiyo tulionayo katika kizazi chetu. Kizazi hiki kimemkataa Yesu Kristo kama mfalme. Asitawale mioyo yetu, asitawale maisha yetu. Tumepuuza neno la Yesu Kristo kama mfalme. Matokeo yake watu tupo makanisani, lakini kila mtu anafanya kama aonavyo machoni pake mwenyewe. Watu wako kwenye siasa, na kila mtu kwenye siasa anafanya kama anavyoona machoni pake mwenyewe. Watu wako kwenye mambo ya kiuchumi, na kila mtu anafanya kama anavyoona sawa machoni pake mwenyewe. Hofu ya Mungu imepotea kwa wanasiasa. Hofu ya Mungu imepotea kwa watu wa dini na viongozi wa kiroho. Hofu ya Mungu imepotea kwa watu wa chumi. Hofu ya Mungu imepotea kwa wazee, vijana, wakubwa kwa wadogo. Hofu ya Mungu imepotea. Kumjua Mungu hakupo.
hali ya kumtumikia Mungu imeondoka. Hali ya utakatifu imefutika. Ni kizazi kisichomjua Mungu kimeinuka, kizazi chenye ubinafsi, kizazi kisichojua mamlaka ya Mungu aliye hai kwenye maisha yetu, kizazi ambacho kimejichukulia madaraka mikononi ya kutoa uhai wa wengine, ya kudhulumu maisha ya wengine, ya kuharibu utukufu wa Mungu aliye hai. Sasa hiki ndicho kizazi kilichopo na ndicho kinachoinuka. Ni lazima kwa neema ya Mungu tukomeshe kizazi cha namna hii. Lazima tukomeshe kizazi cha namna hii, tutengeneze kizazi chenye kumhofu Mungu, kizazi kitakachothamini uhai wa mwanadamu, kwamba unapothamini uhai wa mwanadamu umemheshimu Mungu aliye hai. Sasa ili ujue mambo ya kufanya, kwenye kizazi kwenye kizazi ambacho hakimtambui Mungu aliye hai, lazima ujiridhishe kwamba uko katika kizazi kisichomjua Mungu wala kazi zake. Ili ujue mambo ya kufanya, lazima ujiridhishe kwamba uko katika kizazi kisichomjua Mungu wala kazi zake. Sasa utajuaje kwamba hiki kizazi hakimjui Mungu? Utajuaje? Kuna mambo kadhaa yanasimama kama ishara ya kukujulisha kuwa uko kwenye kizazi kisichomjua Mungu aliye hai. Jambo la kwanza, ishara ya kwanza, jambo la kwanza utaona ni kusitasita kati ya mawazo mawili. Ukiona kwenye watu kwenye taifa wana sita kati ya mawazo mawili, ujue iko kizazi hakimjui Bwana, iko kizazi kimeacha kumcha Mungu aliye hai, iko kizazi hakina hofu ya Mungu aliye hai. Kusitasita kati ya mawazo mawili kunakopelekea ugumu wa toba ya kweli. Ugumu wa toba ya kweli. Mtu yoyote anayesitasita maana yake hana uhakika. Na huyu Biblia inamuita ni mtu wa nia mbili, a double minded man is unstable, Biblia inasema in all his ways. Na tunaona wazo hili la kusitasita kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 21. Elia anawauliza watu, mtasitasita kati ya mawazo mawili hata lini? Mguu huu yuko kwa Mungu, mguu huu kwa miungu mingine, huku yuko kwenye mizimu, huku yuko kwa Mungu aliye hai. Hiyo ni ishara ya kwamba iko kizazi hakimuhofu Mungu aliye hai. Jumapili uko kanisani, Jumatatu uko kwa mganga wa kienyeji, Jumapili uko kanisani, Jumanne sijui uko watu unatoa kafara. Haiwezekani. Hiyo ni ishara ya kwamba kizazi tulicho nacho kimepoteza uwepo wa Mungu aliye hai, uwepo wa Mungu aliye hai. Yesu anakiangalia kizazi, anajiuliza, atakifananisha na nini kizazi cha wakati ule alivyokuwa yeye. Anasema nitakifananisha na nini kizazi? Ukiangalia kwenye ile Mathayo sura ya 11, Mathayo sura ya 11 kuanzia mstari ule wa 16, anasema lakini nitakifananisha na nini kizazi hiki? Yesu huyo, kimefanana na watoto wanaokaa sokoni, wanaoita wenzao wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. Maana Yohana alikuja hali wala hanywi, wakasema yuna pepo. Mwana wa Adamu alikuja akila na kunywa, wakasema mlafi huyu na mlevi, rafiki yao watoza ushuru na wenye dhambi. Na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa kazi zake. Ndipo akaanza kuikemea miji ile ambamo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi, kwa sababu haikutubu. Akasema, ole wako Korazini, ole wako Betsaida,
Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu. Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zao siku ya hukumu kuliko ninyi. Nawe Kapernaum, je, utatukuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu. Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika katika Sodoma, ungalikuwapo mji huo hata leo. Walakini nawaambie, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake siku ya hukumu kuliko wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anazungumza mambo haya, anaangalia kizazi, anajiuliza atakifananisha na nini kizazi kile, halafu anasema kimefanana na watoto waliokaa sokoni, wanaowaita wenzao wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. Manake walitakiwa wafanye maamuzi, wasiwe kwenye kusita, wafanye maamuzi ya ama kucheza, kusherekea harusi ama kuomboleza. Walitakiwa wachague moja, lakini hawana walichoamua, walikuwa wana sita. Kizazi hiki hakikutaka kumwamini Yohana wala hakikutaka kumwamini Yesu Kristo. Hakikutaka kumwamini Yohana wala Yesu Kristo. Walitafuta sababu za kuwatoa kasoro. Walimtoa kasoro Yohana na walimtoa kasoro Yesu Kristo. Yohana alikuja, Biblia inasema hali wala hanywi. Wakasema huyo mtu gani huyo? Antisocial. Kwanza anakaa tu mapolini huko peke yake, anakula nzige na nini, hali wala hanywi. Huyo mtu ana pepo huyo, mtu gani huyo? Hawakupokea ujumbe wa toba kutoka kwa Yohana. Lakini Yesu kama mwana wa Adamu alipokuja, alikuwa sio kama Yohana. Yeye alikuwa anakula na alikuwa anakunywa. Wakasema huyu Yesu mlafi huyo, rafiki yao na watoza ushuru na wenye dhambi, kufunga hafungi, kila siku anakula tu anakula. Wakaacha kupokea ujumbe wa matumaini kutoka kwa Yesu Kristo. Angalia iko kizazi ni cha kusita. Hawamtaki Yohana wala hawamtaki Yesu Kristo, hawana pa kushika. Sasa ndicho kizazi tulicho nacho, kinatafuta visingizio katika maisha ya wahubiri, kinatafuta visingizio katika maisha ya wachungaji ili wasiliishi neno la Mungu, wasiliishi neno la Mungu. Mara mchungaji huyu sijui kafanya nini, mara sijui mtumishi huyu kafanya nini. Wanatafuta visingizio kizazi hiki cha kutokutii sheria ya Mungu. Haijalishi, mimi nakwambia, mchungaji awe mpole au mchungaji awe mkali. Kama mchungaji ameleta ujumbe wa toba, tubu. Kama ujumbe ni wa maonyo, onyeka. Na kama ujumbe ni wa faraja, farijika. Acha kutoa visingizio kuhusu watumishi wa Mungu. Kuhusu watumishi wa Mungu lazima uwe mtu mwenye msimamo. Yesu anasema ile mstari wa 19b anasema, na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa kazi zake. Ni manake kwa matendo yake. Manake hekima ya Yohana na Yesu ilidhihirika katika jumbe zao ambazo zilibadilisha maisha ya watu. Watu walibadilika kutoka maisha ya dhambi na kuishi maisha ya haki. Maisha ya kukata tamaa yakawa maisha yenye matumaini. Ndugu yangu, unachotakiwa kwenye kizazi hiki ni kupokea ujumbe sisi watumishi wa Mungu tunaokuletea. Kama ni ujumbe wa toba, tubu. Kama ni ujumbe wa faraja, farijika. Kama ni ujumbe wa matumaini, pokea matumaini. Lakini acha visingizio, kwa sababu utakufa kwenye dhambi zao. Anasema, lakini hekima ya binadamu ilijaa dhambi, imejaa ubinafsi. Ilikuwa dhahiri kupitia viongozi wa dini waliokuwa na unafiki mwingi sana. Hawa walibadili sheria ya Musa ili kuhalalisha dhambi zao, za chuki, uzinzi, kulipiza kisasi.
ulafi, kiburi na mambo yafananayo na hayo. Wanakataa meseji ya Yesu Kristo, wanakataa ujumbe wa Yohana, lakini wanajidai kushikilia ujumbe wa Musa, wakati waliutia maji ili waweze kufanya mambo yao ya hovyo. Ndiposa sasa tunamuona Yesu akiikemea ile miji. Mstari wa 20, miji ambayo ndani yake ilifanyika miujiza mikubwa na mingi, kwa sababu ile miji haikutubu. Kizazi kisichomjua Mungu ni kizazi kinachositasita, lakini hakina toba ya kweli iletayo mabadiliko. Yesu anasema, ole wako Korazini, ole wako Betsaida, ole wako Kapernaum. Hii ilikuwa ni miji ya kule Galilaya. Hii miji au watu wa miji hii walipata fursa ya kumsikia Yesu na kuona miujiza yake, lakini bado walisita. Hawakutaka kutubu, hawakutaka kuacha dhambi zao. Hawakumkataa Yesu waziwazi, lakini walijaribu kufuata sheria ya Musa, lakini sio kufuata kile Yesu alichowaambia. Na wakati mwingine Yesu aliwaambia, mbona torati ya Musa inanena habari zangu? Kama mngekuwa kweli mnafuata torati ya Musa, mngenisikia mimi na kunifuata, kwa sababu Musa alinena habari zangu. Tiro na Sidoni ni miji ya mataifa ambao wao walikuwa waovu, wasiomcha Mungu. Yesu anahitaji hiyo miji pia. Anasema, lakini Kapernaum anaambiwa kama miujiza iliyofanyika kwake ingefanyika Sodoma na Gomora, basi hiyo miji ingelikuwepo mpaka leo, kwa sababu wao wangelitubu. Maana yake nini? Hasira ya Mungu inaweza kufuta kizazi chote bila huruma kama hakiwezi kutubu. Ndio maana ni hatari kama familia, kama kwenye familia, katika familia kuna ni hatari katika familia kuwa na kizazi kikaidi. Ni hatari katika familia kuwa na kizazi chenye mambo ya uganga tu. Ni hatari katika familia kuwa na ukoo au na kizazi ambacho chenye mambo ya uchawi na mambo ya giza. Iko kizazi, mimi nakwambia, Mungu anaweza akakifuta, kwa sababu ukiangalia kwenye Kumbukumbu la Torati ukiangalia kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile ya kwanza na ule mstari wa 35, anasema, hakika yangu hapana mmoja miongoni mwa watu hawa wa kizazi hiki kibaya atakayeiona nchi hiyo nzuri niliyowaapia baba zenu kuwapa. Mungu anafuta kizazi chote kwa sababu ya uovu, Ndio maana wewe uliomjua Mungu kwenye ukoo wenu, wewe uliomjua Mungu kwenye familia yenu, wewe ni mtu wa thamani sana, Mungu akikuangalia wewe hawezi kufuta ukoo wenu, hawezi kufuta kizazi chenu, kwa sababu wewe ndio unaosimama kwa toba, kwa ajili ya watu wa ukoo wenu, kwa ajili ya watu wa familia yenu, kwa ajili ya watu wa taifa lenu, kwa ajili ya watu wa kizazi chenu. Lia, hata kama iko kizazi ni cha uganga, hata kama hiyo familia ni ya matambiko. Wewe uliomjua Mungu ni mtu wa thamani sana. Mlilie Mungu aliye hai kuokoa ukoo wenu. Mlilie Mungu aliye hai kuokoa familia yenu. Mlilie Mungu aliye hai, kwa sababu Mungu haoni hasara kufuta kizazi chote kikaidi chenye mambo ya ushetani. Mungu haoni hasara. Lakini ishara ya pili ya kugundua kwamba kizazi hiki ni kizazi kisichomcha Bwana, kizazi kilichopotoka, ni msukumo wa watu kufanya wanayoyataka. Ni ukiona kwenye taifa watu wanafanya mambo kama wanavyoona vema machoni pao wenyewe, ujue iko kizazi hakimjui Mungu aliye hai. Ni kizazi ambacho kimemwacha Bwana. Hapo kuna spiritual lawlessness, rebellion against the law of God, and moral standard, rejection of God's authority. Watu wanaikataa mamlaka ya Mungu aliye hai. Wanasiasa wanafanya kama wanavyoona vema machoni pao. Viongozi wa dini na viongozi wa kiroho wanafanya kama wanavyoona vema machoni pao.
Watu wa kiuchumi wanafanya kama wanavyoona vema machoni pao. Hakuna kumhofu Mungu hata kidogo, hakuna kumhofu Mungu. Watu wanatukana matusi like nobody's business. Watu tunauana like nobody's business. Hatujali sheria ya Mungu, tunafanya kama tunavyoona vema machoni petu. Ujue hiko kizazi ni kizazi kimeinuka kisichomjua Mungu aliye hai. Haiwezekani kizazi kinachomjua Mungu aliye hai kiwe na matusi ya nguoni hadharani namna hiyo. Kizazi kinachomjua Mungu aliye hai kiwe kina dhurumu uhai wa maisha ya watu ovyo ovyo. Hiyo ni ishara kwamba kizazi tulicho nacho hakimjui Mungu aliye hai, hakimjui Mungu aliye hai. Lakini ishara nyingine ni kupotea kwa hofu ya Mungu miongoni mwa watu. Miongoni mwa watu hofu ya Mungu haipo kabisa, haipo. Tunafanya matukio ya kikatili, utafikiri sisi sio binadamu. Hakuna kumhofu Mungu hata kidogo. Unajiuliza, huyu mtu anayemfanyia mwingine hivi, huyu naye ana watoto, huyu naye ana mke, huyu naye ana mume. Kwa nini anaua mwingine? Kwa nini anamdhulumu mwingine? Kwa nini anamsingizia mwingine? Kwa nini anambambikizia kesi mwingine? Huyu naye ana watoto, huyu naye ana mume, huyu naye ana waumini. Hofu ya Mungu imepotea kabisa. Lakini ishara nyingine ni kupotea kwa kiu na hali ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Ukiona kwenye taifa vijana, wa baba, wa mama, wazee, kiu ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu imeondoka. Kumtumikia Mungu kwa muda wetu, kumtumikia Mungu kwa miili yetu, kumtumikia Mungu kwa fedha zetu, kumtumikia Mungu kwa vipawa vyetu. Yaani kiu hiyo imeondoka. Ukiona kiu hiyo imeondoka, tunaishi maisha ya kibinafsi, ujue tuna kizazi ambacho hakimjui Mungu aliye hai, hakimjui Mungu aliye hai. Mungu akitumikiwa, kama Mungu kwenye kizazi cha namna akitumikiwa, basi anachanganywa. Kizazi cha namna hiyo kikiamua kumtumikia Mungu kinamchanganya Mungu na miungu mingine, ujue iko kizazi hakimjui Mungu aliye hai. Ndio maana Joshua kwenye sura ya 24 mstari wa 15 anasema kumtumikia Mungu kunaonekana kunaonekana kama jambo baya vile. Anawaambia chagueni, kama mnaona kumtumikia Mungu ni vibaya, chagueni. Mungu amekupa kazi nzuri, Mungu amekupa mshahara mzuri, Mungu amekupa biashara nzuri, bado unaona kumtumikia Mungu ni vibaya. Mungu amekupa uhai, Mungu amekupa afya njema. Kuna watu wamelala Muhimbili kule, bado unaona kumtumikia Mungu ni vibaya. Bado kweli? Unalala usiku, unaamka asubuhi ukiwa mwenye afya njema, bado unaona kumtumikia Mungu ni vibaya? Bado unaona kumtumikia Mungu ni vibaya? Unakwenda kwenye biashara, unarudi, kuna watu wanagongwa na magari, wanapoteza uhai, bado unaona kumtumikia Mungu ni vibaya? Mungu amekupa watoto, bado unaona kumtumikia Mungu ni vibaya? Bado unaona kumtumikia Mungu ni vibaya? Kuna watu leo hii hawawezi hata kula chakula, ni wagonjwa, wewe unakula na unakwenda chooni, bado unaona kumtumikia Mungu ni vibaya? Ni kizazi cha aina gani? Kizazi cha aina gani? Bado unakwenda kwa mganga wa kienyeji, bado unamchanganya Mungu na vitu. Ni kizazi cha aina gani? Lakini ishara nyingine ya kuona kwamba kizazi tulicho nacho ni kizazi kisichomjua Bwana, ni kizazi kisichomjua Bwana. Ishara nyingine ni kupotea kwa utayari na uwezo wa kuharibu madhabahu za miungu. Ukiona kizazi tulicho nacho, watu wanafanya mambo ya giza, mambo ya matambiko, na hawashughuliki kupomosha madhabahu za giza, madhabahu za miungu, madhabahu za mizimu, ujue iko kizazi hakimjui Mungu aliye hai, hakimjui Mungu aliye hai. Kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ya 2 mstari wa 2 anasema namna hii: nanyi msifanye agano lolote na hawa wenyeji wa nchi hii, zipomosheni nchi madhabahu zao, lakini hamkusikia sauti yangu. Je, mmefanya haya kwa sababu gani?
Hii ni dalili ya kizazi kisichomjua Mungu. Mungu anasema hakuna ushirika kati ya giza na nuru. Hakuna ushirika kati ya mashetani na mambo ya Mungu, hakuna. Nyinyi mmeacha kubomoa madhabahu za waganga, mmeacha kupomosha chini madhabahu za miungu ya ukoo wenu, madhabahu za miungu ya giza mmeacha kupomosha. Maana yake hamuombi, hambomoi madhabahu za giza. Anamwambia Yeremia, nimekuweka ili kubomoa, kuharibu, kuteketeza, kung'oa, ili ujenge na kupanda na kuimarisha. Lakini leo hii ukiona kizazi kilichopo hakijihusishi na kubomoa madhabahu za giza, hakijihusishi na kupinga mambo ya kishetani, ujue ni kizazi ambacho hakijamjua Bwana, hakijamjua Bwana. Eneo ulilopo, kwa nini mashetani wanatamba kama wewe unamjua Mungu aliye hai? Ni kizazi ambacho hakimjui Mungu aliye hai. Pomosha hizo madhabahu za baba zako, pomosha hizo madhabahu za ukoo wenu, pomosha uchawi wa mababu zenu, pomosha mizimu na kila nguvu za giza, ili watu wajue kwamba tunamwabudu Mungu aliye hai. Ishara nyingine ni kufunga maagano na watu wasiomjua Mungu, watu wa kidunia. Mungu aliwaambia kabisa kwamba msishirikiane, msifunge maagano na watu hao wanaoabudu miungu mingine. Ishara mojawapo ya kujua kizazi tulicho nacho ni kizazi kisichomjua Mungu ni pale ambapo watu wanafungamana, wanaingia maagano ili kupata utajiri, kupata mafanikio. Wanaingia maagano ya giza, lakini wapo makanisani. Wanaingia maagano ya kishetani, lakini wako makanisani. Hiyo ni ishara ya kwamba kizazi tulicho nacho ni kizazi kisichomjua Mungu. Ndio maana tumekuwa na kanisa baridi, tumekuwa na kanisa lililopoa, tumekuwa na kanisa la kisasa lisilokuwa na hali takatifu ya kumcha Mungu aliye hai. Lakini dalili nyingine ni kushindwa kumdhibiti adui asilete madhara katika maisha ya ndoa, familia na hali kadhalika, na hali ya mambo kama haya. Ukiangalia kwenye kitabu hicho cha Waamuzi sura ya 2 mstari ule wa 15 anasema, kila walikokwenda mkono wa Bwana ulikuwa juu yao, kuwatenda mabaya, kama Bwana alivyosema na kama Bwana alivyowaapia, nao wakafadhaika sana. Ukiona kwamba tunapigwa kila mahali, tukigeuka huku tumeshindwa, tukigeuka huku tumebagazwa, tukigeuka huku tumetindinganywa, huku ujue kizazi chetu hatumjui Mungu aliye hai. Kwa sababu kizazi kinachomjua Mungu aliye hai ni kizazi kinachotembea kwenye ushindi, kwa sababu ni kizazi kinacho experience nguvu na mamlaka ya Mungu aliye hai. Wewe ni kizazi ambacho kinatambua mamlaka ya Mungu aliye hai. Jioni ya leo Mungu akupe hasira. Tambua kwamba uko kwenye kizazi ambacho kimepotoka, na Mungu anakuhitaji wewe usimame kwenye hilo gepu la kiimani kwenye ukoo wenu, usimame kwenye hilo gepu kwenye taifa lako, usimame kwenye hilo gepu kwenye kanisa lako. Tumlilie Mungu aliye hai ainue kizazi cha wamchao Bwana, kizazi chenye hali ya kumhofu Mungu, kizazi chenye hali ya kumhofu Mungu. Sasa tunatakiwa kufanya nini baada ya kujua kwamba tuko kwenye kizazi kisichomjua Mungu aliye hai? Tutaendelea na sehemu hii ya pili siku ya kesho, Mungu akitujalia. Lakini hapo ulipo, twende kwenye maombi kwa dakika chache kumwambia Mungu atuhurumie taifa letu, koo zetu, jamaa zetu, kwa sababu ya hali ya kutokumjua yeye. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, naungana na mtazamaji wangu na msikilizaji wangu kokote aliko. Bwana Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili, jinsi ambavyo neno lako limetuchambua na kutuonyesha kwamba sisi ni watu tulioko kwenye kizazi kisichomjua Mungu aliye hai, na kwa sababu hiyo Bwana tumepoteza hofu yako, tumepoteza utakatifu wako kwenye maisha yetu, kwenye utumishi wetu, kwenye ndoa zetu, kwenye taifa letu. Bwana
tukiangalia viongozi wa kiroho, tukiangalia wanasiasa. Hofu yako imeondoka Bwana, sheria yako imepotea Jehova. Kila mtu anafanya kama anavyoona vema machoni pake mwenyewe, wala hakuna kumcha Mungu Bwana mabwana. Baba, tunasimama kwa toba na rehema kwa ajili ya taifa letu. Tunatubu Bwana kwa ajili mfalme wa falme, ya wanasiasa wa taifa hili. Tunatubu kwa ajili ya viongozi wa kiroho na viongozi wa dini mbalimbali Jehova. Tunatubu kwa ajili ya Watanzania Baba, taifa letu Bwana. Natamani siku zote niongozwe na wewe Roho. Ninatamani ndani yangu niongozwe na wewe Roho. Natamani maisha yangu yote uniongoze. Njia zangu zote uniongoze. Ninakuomba Baba. Ninaomba na kushukuru. Amen.